Hii ni Baraka1 TV moja kwa moja kutoka DRC na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Uvira, wazalendo ndio wastahili kuwa jeshi la taifa la FARDC. Kivu ya Kusini, raia wa mikoa ya Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini wateswa na magaidi wa M23. Kinshasa, wapangaji nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walalama kupandishwa kwa gharama za nyumba. Na mnaendelea kufuata matangazo yetu kutoka DRC, ikiwa ni tarehe 13 za mwezi wa 5 2025, majira ni saa 12 asubuhi, huku ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Kumbuka operation Saidia Mzalendo bado inaendelea, na kama hujaungana na operesheni hiyo, tafadhali tumia namba ambazo unaziona hapo kwa screen yako, na moja kwa moja utaungana na operation Saidia Mzalendo. Na pia tembelea Baraka1 TV channel 2 ambayo iko YouTube ili uweze kupata matukio mbalimbali yanazidi kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka tarafani Uvira, Jimboni Kivu ya Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uvira, wazalendo ndio wanastahili kuwa jeshi la taifa la FARDC. Kutokana na uwezo na kujitolea na pia kutokula rushwa ya adui, wazalendo wanaopatikana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mkoani Kivu ya Kusini pamoja na Kivu ya Kaskazini ndio wanaolipa heshima taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kuwazuia magaidi wa M23. M23 wanaosaidiwa na Rwanda wameonekana kuwa na nguvu na mbinu za ziada, huku wakiwapiku majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Miongoni mwa FARDC wanakula rushwa za M23 na hivyo kufanya jeshi hilo kuonekana kuwa dhaifu mbele ya wananchi. Baadhi ya wananchi wanasema bila wazalendo kama Uvira, Fizi na maeneo mengine yangeshakuwa mikononi mwa magaidi wa M23. Kwa saizi tuna mtetezi mmoja ambayo kwanza ni Mungu. Mtetezi wa pili ni mzalendo. Njo Kongo yote meme na wale wenye walienda kujificha Kinshasa, macho yawe naanza angalia tu ni mzalendo. Macho yawe na angalia ni mzalendo. Lakini tujiulize sasa, wangekuwa wako na susi ya sisi ama susi ya nchi, meme ule mzalendo kama iko na sapoti moja kubwa, na hii vita muangalie kisi mzalendo alimkausha adui mate Nyangezi miezi miwili. Sasa angalia sasa hao wa depute provinciale nationale wenye vibaraka vya Rwanda wako wanakamata pesa, wanaenda na voyage wanaenda starehe sehemu fulani wao na watoto wao, lakini wanawaacha wazalendo. Pangekuwa hata wenye watasema tutawasuteniri hao wazalendo. Mzalendo kazi yake hii kazi ya hivi tangeifanya ni wiki moja tu na nakomboa Goma, Bukavu, lakini wanajikunja tu huko mainchi za kigeni, wanaenjoy wao na watoto wao, wanasabu kama population iko. Na njoo kwa maana kesho watakuja, na wakishakuja ni population nyo mnaendana ya mayama na sana sana na wamama na vijana nyo mnaendana hangaika mabarabara, mnaenda kwa kuwa wenye tutatupia maji ya moto mwa mabarabara. Hayo ya kijiri, wananchi wanashuhudia vitendo vya ubakaji vinavyofanywa na magaidi wa M23 maeneo mbalimbali tokea magaidi hao waweze kuchukua mkoa wa Kivu ya Kusini pamoja na Kivu ya Kaskazini. Mengi na zaidi, sikiliza ujumbe huu kutoka kwa wananchi walioshuhudia matukio yote hayo wakati magaidi wa M23 wakitekeleza mauaji na unyama huo. Wakati M23 ilikamata pale
iliambia wamama wote tangia asubuhi waikale chini. Wakaikala pale chini kwenye walioikalisha. De 7 à 13 ndio bakawaambia wasimame. Bakasimama. Le même semaine bakabaka ba mama kule. Bakaanza kubaka wa mama kule na wasichana. Na wengine wakabakiwa na waume zao wako wanashuhudia. Pana mama walimkuta yuko na mtoto wake na mume wake. Walimubaka. Presence ya mtoto wake na mume wake yuko angalia na mtoto wake wafie yuko angalia. Hapa tuangiza hapa. Kwenye waliingia mwa SMN yenye lipita. Usalama. Njo hivyo vitu vilifanyika pale. Sasa tuulizane kwenye huko kunafanyika ile unyama. Sasa tuulizane kwenye huko viongozi wako wanaona gisi wanabaka wa mama zetu, wanabaka wa dada zetu, wanabaka wake zetu. Eske kwenye kuko uongozi ba député national na ba député provincial, eske kunaweza kuwa kunafanyika mambo ya vile? Na mnaendelea kusikiza Baraka1 TV kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya taarifa hizo, na moja kwa moja tubaki katika mikoa ya Kivu ya Kusini pamoja na Kivu ya Kaskazini, ambako raia wa mikoa ya Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini wanateswa na magaidi wa M23. Kutokana na hali jinsi inavyozidi kuwa mbaya tokea ujio magaidi wa M23 katika mikoa ya Kivu ya Kusini pamoja na Kivu ya Kaskazini, wananchi wanazidi kutekwa, kulazimishwa kuingia ndani ya jeshi na pia kulazimishwa kufanya kazi ngumu kwa kuwasaidia magaidi wa M23. Jijini Bukavu raia wanazidi kupata chamchamakuni. Goma pamoja na maeneo mengine kote raia wanateseka kutokana na uwepo wa magaidi wa M23. Tuliweza kuzungumza na mwanaripota wetu kutoka ndani ya jiji la Bukavu na alikuwa na haya ya kutusimulia. Na sisi tuko Bukavu, ila Bukavu kuko bilio kila leo na kila siku sikana mauaji. Leo Bukavu tumeamkia vipi? Mambo yalikuwaje kwa maeneo mbalimbali ya Bukavu? Ilikuwa jana 19h le 5 jana. Mwananchi mmoja anayeitwa kwa jina la Amani ni échanger mbadilishaji wa fedha. Ameanguka mikono ya gaidi ya M23 ya AFC. Wamemchukua pesa kiasi ya $6500 na kwa mwisho akampiga masasi mkichwa. $6500, dola 6500. Makuta ya Kimarekani au Ulaya. Ilikuwa kwaje mpaka kinyume pale walimtandika masasi vibaya na wakapanua njia ya kufunga kutoka Hippodrome na kwenda Nyawera kwa Muziliwa. Wakapanua njia ili wakongomani wasipite. Kuko operation walifanya pale ndio waliingilia watu 5 na leka hapo. Na ilikuwa ni quartier gani? Nyawera. Troncio, Hippodrome yote. Okay. Na wakati wanaenda kumnyang'anya hiyo pesa, alikuwa yuko peke yake katika mazingira yale ama kulikuwa kuna waishangere wengine? Wenzake waliwaona wakaanza kimbia, lakini inaonekana ule bwana ndio alikuwa shefu wa waishangere na walijua gisi kuna pesa nyingi kupitia wenzao. Na ndio maana walijikaza kumuua ili wachukue kile kitu yenye alikuwa nao. Na mazingira sasa kwa kinyume ya pale walichukua na mkazi mwana iko mgari wakamshusha mgari. Wakamwambia hapana contact na wakamtandika risasi mkono. Na situation sasa ya raia wanaonyesha nini kwa hii mazingira yote
inafanyika. Sasa hii raia wengi wako machungu na wengine wajidesidia kwamba wanakaanzisha vita mipanga na M23 wote banaachiliwa na gouvernement. Na societe civile ya Bukavu iliendelea kuwahimiza na kuambia waachie kwanza pale waangalie bisi gouvernement ajili kuhusu kusaidia wazalendo ili wafukuze wale watu. Kwa maana kwa saizi hatuone mwingine anaweza kufukuza au wagaidi kusipokuwa wazalendo. Lakini societe civile yenyewe si ndio iliandika barua kipindi fulani ya kusema kwamba basipigane, waache tu bayomba waingie bila juu ya kuevite kumwaga damu. Tena hiyo societe civile ndio unahisi kwamba inaweza kusaidia kupatia nguvu raia. Si tunajua kama ilisema vile raia sigombane kwa kuproteger wa ndugu yao. C'est parce que binyo ulisikia banaandika shia tukusema sasa balisikia tuliona parce que bali tupita kwa tutinye makatasi tukakataa. Na wakati tulikataa igeuka kuwa conflict. Naam, hii ni Baraka One TV kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. King Sele, the only one king kutoka USA, Ejide Kizenga Tembele, ukiwa unasikiliza Baraka One TV. Kizabe Ayeba pamoja na Baraka One TV. Unafuata matangazo yetu kutoka nchini Marekani, kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka Europe, South Africa, Central pamoja na East Africa. Na baada ya matangazo yote hayo, moja kwa moja tuingie makao makuu ya jiji la Kinshasa, ambako wapangaji nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walalamikia kupandishwa kwa gharama za nyumba, huku akitaka viongozi wa bunge kuweza kuingilia matatizo hayo. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kodi ya nyumba imekuwa ni tatizo kubwa kwa wananchi wengi kutokana na hali ya maisha, ugumu wa maisha na vita inazidi kuendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakaaji wa jiji la Kinshasa wanataka bunge liweze kutengeneza sheria ambayo itawapa haki wapangaji pamoja na wenye nyumba zao. Wapangaji wanalalamika kupandishwa kwa gharama kila kukicha za nyumba, huku wabunge pamoja na gavana wa jiji la Kinshasa wakishindwa kuchukua mipangilio thabiti kwa ajili ya kuwasaidia wapangaji kutokana na gharama za juu za nyumba ndani ya jiji la Kinshasa. Mengi na zaidi, hii hapa ripoti kutoka jijini Kinshasa. Son Excellence Vital Kamerhe. Son Excellence Vital Kamerhe. Son Excellence Daniel Bumba. Est-ce que Son Excellence Vital Kamerhe osa président et Assemblée nationale? Son Excellence Daniel Bumba ozali gouverneur ya ville ya Kinshasa. Est-ce que bozaka na mitema ya mawa yo ya ba Congolais? Est-ce que bozaka pa na mitema ya mawa te Nzambe azubiso dans les meilleurs? A comme ici biso président et assemblée, a comme ici biso gouverneur ya ville, tout défendre na nous intérêt ya ba garantie ya peuple congolais. Ndenge nini ti lelo na kati ya parlement bozo voter ba loi pona ba garantie ya ndako te? Ndenge nini bolingi peuple congolais ba koma ba esclave ba suka gouverneur à ville ya Kinshasa Daniel Bumba ville zakaya lio? Pourquoi boza proche ya mayele na bino, proche ya pouvoir na bino, mais boza proche ya peuple te? Peuple sala bino nini? Garantie ya 10 mois bolobela yango lisusu te. Bolobela ka garantie ya 10 mois suivi ici là. Lelo ba garantie zongi kaka 10 mois, 14 mois, 15 mois. On dirait l'état la mboko ya sate. Lelo ba bayer ba komi komatisa bandaku herba lingi. Soko vandi 3 mois na $200, na 4 mois ndako ekomi $300. Ozaki na 300 ekomi $500. Bayer azomatisa ndaku ndenge lingi. Babayer balobi que l'état de tongé la biso. Est-ce que l'état boki kozwa ba précaution te na ba député nyoso peuple vota bino? Nazaki dernièrement na bureau moko ya mokonzi moko ya mboka, ministre moko. Un député national ayeba il se papa vandawa na chambre ya VIP
bakende ko informer na niveau nanga niveau député sa niveau nini peuple de commission wana député bozaka niveau nini son excellence Vital Kamerhe bo voter loi pour na ba garantie anda son excellence Daniel Bumba papa boti ko beta makamsu kara mandat l'été si la car lobi tokozana bino ka ba yaya na baleki tozana bino famille botala likambo ya ba garantie locatif ndenge babaya ba omatisa bandaku botala likambu ya babaya nde ba omatisa bandaku babaya ba okangela batu ba wese babaya ba ozo ba locataire lokwa ba nyama l'état lokolo ki pate garantie ya 10 mois 11 mois 15 mois batu ba opesa son excellence bosanga mabete zaka vérité la lobi ba garantie ya ndako to banzo lela biso to botami na ba famille ba pauvre ba famille ba député te ya ba ministre te ya ba gouverneur te ya ba sénateur te c'est que toi on a droit au foot na vie de Kinshasa te l'état peut tonga bandaku pour tia peuple l'état za bandaku te l'état tonga kate ba individu ba osaka na biso botia la bango loi garantie suka 3 mois bayera matisa kandako bi matisa te. Merci beaucoup et komedi biwa. Na asante sana kwa kusikiliza Baraka1 TV kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na baada ya taarifa hiyo hapo ndipo tunakwenda kufunga ukurasa wetu wa matangazo wa asubuhi hii ya tarehe 13 za mwezi wa 5 2025. Tukutane majira ya saa 6 saa 9 pamoja na saa 12 kwenye habari zingine za moto. Mimi ni Rajab Wakili Kabonga, the one and only town DJP.